Okay, George Magunga umemsikia basi hapo, na wao viongozi kumbe wanaona timu yao haiendi vizuri. Kivyovyote kwa mazungumzo haya ya msemaji jana, walikuwa na nafasi ndogo sana ya kushinda dhidi ya Yanga kwa sababu timu wamesema timu ilikuwa kama battery low hivi, na battery ikiwa low manake muda wote kazi ya simu anakuwa ni dhaifu kabisa. Ukiangalia kosti, ukifuatilia kwa mchezaji mmoja mmoja, kuna vipaji viko pale. Lakini kimuunganiko kwa maana ya timu inavyocheza, timu inavyozuia, kuna changamoto kubwa sana ndani ya Coastal Union. Unajua ametoka kuzungumza hapo Sabri, timu inacheza michezo 6 pasipo kufunga goli hata moja. Ukifuatilia unajiuliza ipi ni changamoto ya Coastal? Shida yao ipo kwenye namna ya utengenezaji wa mashambulizi, au kuna shida kwenye namna ambavyo washambuliaji wanapaswa kumalizia hizo nafasi ambazo zinatengenezwa ndani ya timu? Kwa hiyo kuna changamoto kubwa, na ukiangalia mchezo wa jana utagundua Coastal hata bila ya mpira, kwa maana kwenye eneo la ulinzi wana shida kubwa kwa timu nzima. Kwangu mimi niliona makosa ya wachezaji, lakini vile vile kuna kosa la kimuundo, kwa maana timu nzima namna gani inazuia, shape gani ambayo wanaitumia kwa maana ya umbile. Kwa hiyo ukiangalia wanacheza na Yanga Africans, unacheza na timu ambayo unajua kabisa si wageni kwako, umeshafuatilia vizuri, unajua Yanga wakiwa na mpira mara nyingi Yanga wana avoid risk, hawataki kupiga mipira mirefu zaidi. Kwa hiyo wataanza kujenga mashambulizi kuanzia kwenye eneo lao. Okay, mkakati wa Coastal ulikuwa ni upi? Kwanza nilianza kuwaona wanakabia kuanzia mstari wa juu kwenye kipindi cha kwanza. Ndio. Kukabia kuanzia mstari wa juu, yes, ni good idea, lakini una aina hiyo ya wachezaji ambao wanaweza akawa hapo compacted, kwa maana wanashikamana zaidi, wanapunguza nafasi baina mstari na mstari, baina mchezaji na mchezaji, lakini watakuwa makini kufanya recovery endapo watashindwa kuwini ule mpira kwenye zone ya Yanga Africans. Kinachotokea, Yanga wanafanya build up, wanafanikisha kutoka kwenye eneo lao. Kwenye midfield unamwangalia Simfuko, unamwangalia Gustavo Simon, unaona kabisa okay fine, ni wachezaji wazuri, lakini bila ya mpira wanawajibika vipi kiwanjani? Kuna wakati wanashawishika kusogea juu, kuwa place viungo wa Yanga Africans, Duke Abuya pamoja na Halid Aucho. Kipindi ambacho wanasogea juu, tayari pia kuna distance baina ya viungo wakati na mstari wa walinzi. Kwa hiyo ukishawapa Yanga African space kwenye eneo la midfield, kuna wachezaji watakuadhibu. Na ndio maana mtego wa timu kubwa nyingi duniani mara nyingi wanapenda kuoverload mstari wa walinzi wa timu pinzani. Na maanisha kwamba kama Coastal wana defend kwenye 4-4-2, maana ule mstari wa walinzi wa 4 nyuma, Young Africans walikuwa wanahakikisha wanakuwa na zaidi ya idadi ya wachezaji 4. Kwa maana gani? Kuwa na faida ya wachezaji wengi, kwa sababu kwanza mtakuwa mna faida ya ubora, lakini jambo la pili kutakuwa kuna faida ya idadi. Kwa kinachotokea, angalia position na fullback wa Young Africans. Muda mwingi timu inajenga mashambulizi wanakuwa juu. Ni kwa nini? Kwa sababu mwalimu anahitaji hawa kuchukua upana wa uwanja ili kumruhusu Clement Mzize pamoja na Max Nzegeli kuja ndani zaidi kwenye eneo la midfield kutengeneza faida ya idadi, kwa sababu eneo la kiungo ndio tunasema ni eneo ambalo linaamua kasi ya mchezo. Ni eneo ambalo ukilichukua unakuwa na faida ya kufanya vitu vingi kiwanjani. Na wanapata huo ujasiri kwa sababu tayari kwenye eneo la ulinzi wana mtu kama Jobu, wana Baka, and then wana mtu kama Halid Aucho, ambapo wanajua hao ni wachezaji ambao wakiwa na mpira mguuni mara nyingi wanakuwa na umakini, pasi zao zinakuwa na usahihi na zinafika kwa watu husika. Kwa hiyo unamwona mtu kama Halid Aucho akiwa na mpira anajua kabisa tayari Coast kwenye 4-4-2 yao washambuliaji wawili wanakuja kunipress mimi kwenye eneo la midfield. Kwa unachotakiwa mimi ni kucheza one touch football, akipasiwa mpira na uachia kwa haraka. Na kitu kingine ambacho kiko kinawasumbua Coast, inawezekana mkawa mna lengo la kuzuia, lakini je, mnafanya vitu kwa usahihi? Inawezekana wakampress Halid Aucho, lakini umempress katika muda ambao sio sahihi. Kwa hiyo muda mwingi walikuwa wanafanya matukio nje ya muda. Young Africans wana progress mpira, wana create nafasi na wanafanikiwa. Na kitu kingine ambacho nilitaka kukiona ni kwamba mwalimu Mwambusi alipaswa kureact Juma kwenye ule mchezo. Ndio. Kureact kivipi? Si kosa kubadilisha mbinu ya mchezo endapo ukiona mpinzani amekuja na kitu cha tofauti kwenye mchezo. Unacheza na Young Africans ambayo maeneo ya pembeni, kushoto na kulia. Kushoto kuna Max na Boka, kulia kuna Israel pamoja na Clement Mzize. Kwenye midfield Dube na drop anaungana na Pakome. Tayari katikati ya mistari kuna watu 6.
namna gani unakabiliana na hawa watu sita. Uweze kukabiliana kwa 4-4-2 kwa sababu kwenye mstari wa mwisho itakuwa ni 4 against 6, wanne dhidi ya wachezaji 6. Tayari unaadhibiwa. Kwa hiyo nili expect labda washambuliaji wa pembeni wa Coastal Union wangeweza labda ku track back, kurudi kutengeneza mstari at least hata watu 6 mpaka 7 kuwadhibiti wachezaji wa Young Africans. Kwa hiyo unagundua kuna shida kwa mwalimu, lakini kuna shida kwa wachezaji. Goli la kwanza linafungwa halina tofauti na goli la pili, halina tofauti na goli la tatu. Young Africans wanafanya turnovers. Coast wanakuwa na mpira, wanapiga passes ambazo zinapotea kwenye mazingira hatari zaidi. Young Africans pasi moja hapo kwenye box wamescore. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana, na kuna wakati Young Africans hawakufungi kwa sababu wanahitaji tu kuanza kujenga mashambulizi kutokea kwenye eneo lao. Kuna muda wanaweza kukufunga wewe ukiwa na umiliki wa mchezo. Kivipi? Ni kwa sababu wanajua kuwekea pressure kwa nguvu, utafanya maamuzi ambayo sio sahihi na ni nje ya muda, watauwini mpira pasi moja, watu wanafanya movement, wanakudhalilisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwalimu mwenyewe Mwambusi anapaswa kwa makini, lakini wachezaji pia wanapaswa kuwajibika kwa sababu kamanda jana alitoa takwimu za Coast. Ni mechi, yani margin yao kupata matokeo ya ushindi ni ndogo sana. Na the way ambavyo wanacheza, ukitajua mchezaji mmoja mmoja wa Coast, unaweza kusema okay kuna timu pale. Lakini wachezaji, kuwa na wachezaji bora peke yake kufanya kuwa na timu imara. Unapaswa kuwa na wachezaji bora ambao wanaweza kungamua mbinu za mwalimu, wanaweza kujiongeza na kutatua matatizo ndani ya uwanja. Kitu ambacho kwa Coast jana nilikuwa sikioni. Na lakini mbona baada ya mabadiliko Yanga wa kuongeza bao na matokeo yale ya mapema yakabaki vile vile? Kuhitajika kuongeza bao. Unajua kuna nyakati ambazo mchezo wenyewe unakupeleka kule ambako wewe labda haukupanga. Kwa sababu I can assure you, kwa mfano kama game mnapiga alafu Evans inafika dakika 60 labda bado ni bila, mwelekeo wa mchezo unakuwa tofauti. Utaona hata kama kocha alikuwa amefanya rotation, anaanza kuwanyanyua watu kwa bana, hapa mechi ishakuwa tofauti na tulivyotegemea. Nadhani wote mnakumbuka hapa Magunga mechi ya Liverpool na Plymouth. Yes. Plymouth unajua nadhani wamecheza na Liverpool ni wiki hiyo ama the previous week, wametoka kumfukuza Rooney kama kocha. Hakuna mtu yoyote ambaye anategemea kitu kutoka kwao. Wanakwenda kucheza na timu bora duniani Liverpool. Kinyume na matarajio, Liverpool kafanya rotation zake, lakini kadri mechi inavyozidi kwenda inakupeleka kule ambako hukutarajia. Kwa hiyo na eventually disaster ikawakuta. Kwa hiyo Yanga walitimiza malengo yao mapema sana. Nadhani ndani ya dakika kama 30 za mwanzo goli zote 3 zilikuwa zishapatikana, sio? Dakika karibu 20 tu kazi. Yes, na jana nilizungumza hapa kwamba hii ni mechi nyepesi. Ulisema na ikawa nyepesi kabisa kama kumsukuma mlevi. Umeelewa? Kwa hiyo game kama hiyo malengo yako yametimia mapema, huna tena kingine ambacho unaweza kutafuta, kwa sababu unaona kabisa kwamba hapa hizi goli 3 hata mpinzani tayari nimesha control uwezo wake wa kufanya chochote kile, kashakuwa demoralized. Yani hii mechi ishakuwa nyepesi. Kwa hiyo yani Yanga kama wangekuwa na hitaji la ulazima kwamba wamfunge Coast goli 10, wangeweza kumfunga goli 10, lakini tayari mechi ishakuwa salama. Hakuna shida ya kuondoka kwenye gia ya kwanza. Na kingine Juma, ndio kwenye ile misingi minne ya kiuchezaji. Ya kwanza tunazungumzia timu ikiwa na mpira. Msingi wa pili ni timu bila ya mpira. Msingi wa tatu ni mabadiliko kutoka kwenye kuzuia kwenda kwenye kushambulia, na msingi wa 4 ni kutoka kwenye kushambulia kuja kwenye kuzuia. Kwenye huo msingi wa 4 Young Africans pia wana shida. Magoli mengi ambayo wanafungwa Young Africans wanafanywa turnovers sana. Yani kipindi ambacho wao wanakuwa na mpira, wanataka kufanya jambo sasa kwenda kushambulia, wakipoteza ule mpira, kufanya mabadiliko yao kutoka kwenye kushambulia kuja kwenye kuzuia ni changamoto. Goli la jana wakati wamfunga goli kwenye mchezo wa jana, Clement Mzize kaenda kuwini mpira kwa adui. Ndio. Baadaye yani ulikuwa na expect kwamba atoe pass ama uondoe ile mpira kwenye eneo la hatari. Amedelay na ule mpira, watu wakaja kumuintercept kwenye eneo hatari zaidi. Miraji hakuhitaji hata kufanya dribbling tena. Amwangalia position ya goalkeeper, kuna space, namna gani anaweza nikao strike mpira kaupeleka mpira kwenye wavu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo anapaswa kuwa makini. Inawezekana
likani tatizo ambalo linazidi kukua, ila walioni kwa sababu au walifanyia kazi kwa sababu wana wastani mzuri wa kushinda michezo kwa idadi ya mabao mengi. Lakini itafika kipindi watakutana na aina ya timu ambazo wanaweza kawaofa upinzani mkubwa, kwenye hiyo shida wakaadhibiwa na wakapoteza mchezo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo wanatakiwa kuboresha na wanapaswa kuwa makini zaidi. Okay, na Evansi, Max Zengeli ni mmoja wa wachezaji waliokuwa na kiwango kizuri sana jana. Kuna wakati hapa katikati alipitia changamoto ya majeraha na watu kama alianza nataka kumsahau kidogo anaingia, lakini kwa kiwango cha jana ni kama watu wanataka watu wamekuwa wakisema sasa Max atakuwepo. Wa Tanzania watakuwa wanasahau kirahisi sana. Kuna watu kusahau. Nataka nikukuona muda wote huko hivi tu. Ule utatu wa Max ambao ulitengenezwa Max, lakini pia Pacome na Aziz ni watu wanaona kama inaweza karudi tena baada ya kiwango kizuri sana cha Max akiwa ameshamalizana na matatizo aliyokuwa nayo hapo katikati. Lakini hapo ukimzungumza Max, ukimaliza tumzungumze na Pacome kwenye mchezo wa jana. Yeah. Yes, ni moja kati ya wachezaji wazuri sana ambao Young Africans wamewahi kuwa nao. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kiuchezaji. Tunazungumza kutumia nafasi, kutengeneza nafasi, kukaa na mpira. Ni vitu ambavyo kwa Max sio changamoto yoyote. Angalia goli la pili analofunga. Ndio. Goli la mazingira yale mara ya mwisho mimi naliona limefungwa na alikuwa ni Alex Sanchez, ilikuwa ni mechi dhidi ya West Ham. Yaani unatishia kama unapiga. Goalkeeper anafuata move, kalala unachagua upande wa kupasia. Au kwa Palma. Yes. Unaona ni namna ambavyo uwezo wake wa kufikiri ni mkubwa kiasi gani. Anajua kabisa kwenye mazingira kama haya chochote utakachokifanya goalkeeper lazima atareact. Yaani ukipiga goalkeeper lazima tu react. Kwa hiyo amemtisha kama anapiga na hakupiga mpira, goalkeeper ameruka, ameona uwazi ulipo, kapeleka mpira. Kwa hiyo mimi kwangu naamini Max ni majeraha tu ndio alikuwa anafanya hakuwa kwenye kile kiwango ambacho watu walikiona kwenye msimu uliopita. Ila ni moja kati ya wachezaji ambao majeraha yakimwacha ni wachezaji wazuri, kwa sababu angalia toka ametoka kwenye majeraha kila siku anakupa performance hiyo. Yaani ni mchezaji ambaye habahatishi kwamba leo anacheza vizuri kesho anacheza vibaya. Gari yake ikiwaka imewaka mazima. Na ndio maana watu wanatamani tena kuona ule utatu unaendelea kubaki pale pale, ni kwa sababu ya hiyo performance. Kuna watu walikuja wameperform leo hawapo kwenye timu. Ni kwa sababu ya kutokuwa na muendelezo. Unajua mchezaji mzuri ni muendelezo. Ukikosa muendelezo huwezi kuwa mchezaji mzuri, huwezi kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo kwa Max mimi sina mashaka naye. Kikubwa ni muendelezo aliokuwa nao, anaweza kumaintain na Young Africans wanaweza pia kumbakisha kwenye kikosi chao, kwa sababu naamini kwa hicho ambacho kinaonekana ikitokea mkataba wake na Young Africans unamalizika na yuko free, ni vilabu vingi sana vitakuwa vinahitaji huduma yake kwa aina yake uchezaji, namna ambavyo alivyo, maisha yake nje ya uwanja. Ni moja kati ya watu ambao wako smart sana. Kwa hiyo hata kile ambacho kinatokea uwanjani kina reflect kile ambacho kiko nje ya uwanja, kwamba ni mtu ambaye yuko calm na anafanya vitu vyake kwenye njia ambayo inatakiwa kufanyika. Na ndio maana aje mwalimu yoyote kwenye lineup yake lazima utamkuta Max, kwa sababu ya performance alionayo, namna ambavyo ana behave kama mtu ambaye anajua amekuja kutafuta nini kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ambacho kinatokea kwa Max, to me naamini ni moja kati ya wachezaji bora kabisa ambao wamewahi kucheza ligi ya Tanzania. Crown Media. Hapa ni nyumbani.